Hayo furaha kubwa Simba Sports kufanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Furaha hii inatokana na kwamba tumetimiza malengo hayo ya kutinga robo finali, lakini kama haitoshi tumefanikiwa kumaliza mchezo huu salama na mnyama ametinga robo finali. Inawezekana maswali yakawa mengi, imekuwaje ushindi wa magoli mawili? Kwanza lazima tuwaheshimu wapinzani tuliocheza nao, na wenyewe walikuwa wana ubora wao. Wana mwalimu mzuri Zuberi Katwila ambaye ana uzoefu mkubwa na mpira wa Tanzania, kwa hiyo anafahamu mbinu nyingi za namna gani anaweza kumzuia mpinzani. Lakini Bigman vile vile na wachezaji wengi wenye uzoefu wa hali ya juu ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika mchezo na wakapata matokeo. Kwa hiyo ubora wao na wenyewe Bigman umeweza kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwasaidia kupata walau bao moja mbele ya Simba Sports na kuwa ndo timu ya kwanza kupata goli mbele ya Simba kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza. Lakini sisi kwetu Simba tunao furaha kubwa, tumefuzu kwa sababu tumeweza kucheza mchezo kwa kutumia akili kubwa zaidi. Mechi ya leo haikuwa mechi ya kujiagalula sana, haikuwa mechi ya kujiachia, haikuwa mechi ya kupambana ile kwa roho yote. Ilikuwa ni mechi ya kucheza kwa mahesabu makubwa, kwa sababu tuna safari na kibarua kikubwa huko mbele yetu. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo lengo kuu alikuwa kumburudisha mtu. Lengo kuu lilikuwa ni kupata ushindi na mnyama kufuzu. Tumefuzu, tunafurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Sisi tunaomba kila siku Joshua Mutale aweze kurejea katika ubora wake. Tunafahamu sisi Simba ubora wa Joshua Mutale, na tunapomuona anaanza kunyanyuka namna hii tunafarijika, kwa sababu tunajua atakaporejea kwenye ubora wake ule aliokuja nao kutoka kwao Zambia, itakuwa ni maafa makubwa kwa wapinzani, lakini kama haitoshi itakuwa ni faraja kubwa kwa Simba Sports Club. Hebu jaribu tu kuvuta picha. Joshua Mutale anakuja kwenye utimamu na ubora wake, alafu huku na Joshua Mutale, huku una Volcano Elimpanzu, huku una Kibu Dennis Prosper, huku una Ladak Chasambi. Kila ukiangalia kwenye kikosi cha Simba unaona mbuzi. Wachezaji wetu kusema ukweli wana huo ubora wa kumtisha mpinzani kiasi cha kuona ni mnyama na sio binadamu. Kwa hiyo yote hiyo sisi wana Simba tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu sana Joshua Mutale aweze kurejea kwenye ubora wake. Akisharejea kwenye ubora wake, na mimi kwa hili nipende kuwapongeza wana Simba. Wamekuwa ni watu ambao wanamsupport sana Joshua Mutale, hawamkatishi tamaa. Muda wote wamekuwa wakimshangilia, muda wote wamekuwa wakimpa matumaini na moyo, na muda si mrefu Joshua Mutale atarejea kwenye utimamu wake na atakuja kuisaidia Simba Sports Club kutimiza malengo yetu. Malengo yetu ni yale ambayo tuyaweka wazi: ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa CRDB, pamoja na kuvuka kutoka robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Amerejea jana Shema Lon baada ya kufanyiwa matibabu nchini Morocco. Kwa hiyo kwa sasa anaendelea kufanyiwa nursing. Anaendelea kufanyiwa nursing na madaktari wetu hapa, huku akipitia ripoti ya kitabibu ambayo ametoka nayo Morocco, ili tuweze kujustify ni kwa muda gani ataendelea kukaa nje. Lakini kwa sasa ataendelea kuwa nje, kwa maana ataukosa mchezo tarehe 2 dhidi ya Al Masry, na hata kuwa sehemu ya wachezaji ambao wanasafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea Misri kuwafuata Al Masry. Pinpin anaendelea vizuri, na ndio maana hata aliweza kujumuika na timu yake ya taifa ya Guinea. Yeye hana mashaka na tutakuwa naye Misri. Semaji ndio taa inaendelea kuwaka nyekundu kwamba ubingwa wa CRDB Simba na utaka kweli.
Ya ubingwa wa CRDB hatujauchukua muda mrefu kwa hiyo ni katika makombe ambayo tunayahitaji sana, na kama haitoshi mwaka jana tumeishia hatua kama hii kama sikosei dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo kuvuka kwanza kutoka hatua ambayo tulikwama msimu uliopita, msimu huu kufika robo finali, tayari hayo ni development, ni maendeleo kwa upande wa timu yetu. Sasa robo finali si sehemu ya kuizungumzia Simba Sports. Nusu na finali yake na ubingwa ndio vitu ambavyo Simba tunataka kuviona kwenye kombe la CRB. Kwa hiyo tumefuzu, tunakwenda zetu kwenye michuano ya exclusive. Tukitoka huko tutakuja kubanana hapa nyumbani. Elim Panzu mwalimu aliamua kumpumzisha kwa sababu alishaona kuna hatari ya kuja kuumia, na mechi hii tumecheza kwa tahadhari kubwa sana. Kwa baada mwalimu kuona kuna hatari ya kuja kuumizwa, akaamua kumpumzisha ili wasije wakatutilia mchanga kwenye pilau letu na Almasiri. Swali la mwisho kwa mujibu wa afisa habari wa TFF. Mimi naheshimu mamlaka. Yes. Aishi Salum Manula, ni furaha kubwa kwa wanasimba, amerejea kwa muda mrefu hatujamuona lakini amerejea wiki hii na amefanya mazoezi na wenzie, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, progress yake ni kubwa kabisa, na leo amekuwa sehemu ya mchezo huu dhidi ya Bigman. Ni faraja kubwa kuona mlinda mlango aina ya Aishi Manula anarejea kwenye kikosi, na kumbuka tunakoelekea ndiyo kugumu zaidi. Huko tunakoelekea ndiko ambako hatima ya kila mtu inakwenda kupatikana. Hatima ya ubingwa inapatikana, hatima ya nusu finali inapatikana. Kwa hiyo Aish kurejea kwenye kikosi ni faraja kubwa, kwa sababu mwalimu sasa anakuwa na option, aende na Ali Salim, aende na Malula, aende na Pinpin Kamara, ama aende na Abel Hussein. Kikao cha madon kile. Mimi nasubiri waniletee taarifa. Sisi tunasubiri ratiba. Mbuzi hatuwezi kuacha. Na safari tutakuja nao wengi. Na wenyewe waliwaona. Unajua mbuzi? Mnajua goat? La mwisho bwana Innocent, okay. Mnajua kitu kinaitwa goat? Mnakijua goat? Sasa ile goat ambayo ni greatest of all time ndiyo wachezaji wa Simba. Yaani ukimtazama Musa Kamara unaona goat. Ukimtazama Yusuf Kagoma unaona goat. Goat ile ya Messi. Yeah. Ewa, ukimtazama nani mwingine, Volcano, Elim Panzu, ukimtazama Kibu Dennis unaona goat. Sasa ukimtazama Chasambe unakaona kagoat kadogo dogo. Sijui maneno. Ukimtazama Nouma unamuona beberu. Sasa hao ndio watu ambao tuliwajaza kwenye gari letu. Tulijaza magoti kwenye wazee wafupi ni Matola. Selemani Matola na ndevu. Riedo, unamfahamu Riedo? Fitness coach wetu. Ndio wazee wafupi. Ni mchecheto tu. Hapana, safari tutakuja na ngorika. La mwisho baba. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.